duniani, sio Tanzania, duniani ilishawahi kuchukua makombe 5 kwa msimu. Sisi Yanga tunaamini ndio timu ya kwanza duniani kuchukua makombe yote 5 kwa msimu. Hizo kelele unasikia kwa rais wa Yanga huyo. Umesikia kelele hizo? Rais wa Yanga hapo kwenye shangwe huko. Sisi ndio timu ya kwanza duniani kuchukua makombe 5 kwa msimu. Sasa nini tunakwenda kufanya? Tunakwenda kufanya paredi ya kihistoria. Paredi ambayo tunaamini haijawahi kutokea. Kwa msimu ulivyokuwa, namna ambavyo wana Yanga tulipambana mpaka tumeweza kumaliza msimu kwa furaha, tuna kila sababu ya kusherehekea tulichokipata. Tuna kila sababu ya kujivunia na kutamba. Sasa ratiba kamili iko hivi. Timu itaondoka hapa Zanzibar saa 6 kamili mchana. Ndio itaondoka hapa Zanzibar. Na itatua Dar es Salaam saa 6 dakika 20. Lakini safari itatua Terminal 1, sio Terminal 3 wala Terminal 2. Ni Terminal 1 kule mwisho kule. Si ndio bwana? Tatua kule. Kwa hiyo kwa mashabiki wote wa Yanga ambao walikuwa wanauliza kuhusu t-shirt za ubingwa zitapatikana wapi, kuanzia kesho Terminal 1 saa 2 asubuhi t-shirt za ubingwa zitaanza kuuzwa. Kwa hiyo ni vyema ukabeba hela yako shilingi 20,000 ukaja nayo pale airport ukanunua t-shirt yako ya ubingwa uingie mtaani ukiwa unatamba. Tutoka pale kwa sababu ya ndege za kutoka hapa Zanzibar tumekosa ndege direct ya kutua Terminal 2. Kwa hiyo tumetua lakini Terminal 1 pia ukiangalia logistic ya barabara kutoka kule ndani kuja huku imekuwa friend zaidi kuliko hii ya Terminal 2. Kwa hiyo tumeamua Terminal 1 kwa sababu nafikiri ni rafiki barabara. Lakini la pili nilikuwa naelezea ni njia ambayo tutatumia. Kesho tukitoka pale airport kama nilivyowaambia siku ya press, tutanyoosha mpaka Tazara. Tazara pale tutadesh, alafu tutakunja kushoto. Shamba Buguruni hiyo, si ndio? Tutaingia Buguruni, tunanyoosha kidogo. Mbele pale kuna ujenzi unaendelea hapa. Si ndio? Kwa hiyo hatunyooshi mpaka mwisho. Kwa mara ya kwanza lile basi la pale itaingia mtaani. Kwa wana Yanga wakazi wa Bungoni ndani kule, kesho ni vyema hata wasiende kazini. Wakae tu wasubiri historia kulishuhudia paredi la Yanga likiwa linapita. Kwa hiyo tutachoka hapa mtaani kule, tutakuja mpaka Machinga Complex. Machinga tutakuja mpaka mataa ya Ilala. Pale kidogo tutasimama kwa sababu kuna njia pacha. Kuna kituo cha kwanza cha Ilala Boma ambacho niliwaambia lazima tupite. Sasa njia imewaokoa, kwa hiyo tutasogea kidogo kuwasalimia wakazi wote wa Ilala Boma pale, tutasogea kuwasalimia. Baada hapo tutakunja kulia mpaka Karume Sokoni. Pale tutasimama pia. Kuna kituo pale. Tuzungumze na wanetu wa Yanga pale Karume Sokoni tuwasalimie, alafu tusonge mbele. Unasemaje? Mbona usikwelewe? Tutakuwa na vituo vitatu kesho. Vya paredi. Ilala Boma, Karume Sokoni na Msimbazi. Kote kuna mazungumzo, ila Msimbazi kesho ni surprise kwa sababu kuna masaa 3. Pale Msimbazi. Kuna masaa haya tutoe dukuduku letu lote. Kuna dukuduku. Muda tayari. Doze. Basi sasa sikiliza, mimi doze. Mbona mnaita huku? Tunauliza huyu rais mimi kazi yangu ndo kuongea, neno gani? Huyu kazi yake ni kuwashona watu, kazi yangu mimi ni kuongea baada ya kushona. Huyu aongee nini? Nataka nifukuzwe kazi? Hii jukumu langu. Kwa hiyo tukitoka Msimbazi masaa hayo dukuduku tutazungumza kesho pale Msimbazi masaa hayo 3 tutaongea sana pale Msimbazi. Baada ya pale tutakuja mpaka makao makuu ya Club Jangwani. Tuna orodha ya wasanii 13. Kwa maana yake mpate picha kesho hakuna kulala. Yaani tutakavyoanza burudani hiyo saa 6 mchana ni mpaka kesho yake. Hakuna, tunaorodha wasanii 13. Alafu kuna surprise ya msanii mmoja mkubwa ambaye ameunga juhudi. Ameunga juhudi. Wanasema Waswahili ukishindwa ushindana nao, ungana nao. Kuna mmoja ameungana na sisi. Kesho anakuja kutoa burudani pale makao makuu ya klabu. Kwa hiyo wana Yanga waje kwa wingi. Wewe usinichokonoe. Jua tu ni surprise. Wajina wako. Atakuja pale kutoa burudani. Huyu kama unaangalia, atakuja kutoa burudani pale. Tuna orodha ndefu ya wasanii, burudani zote zitakuwa pale. Kwa hiyo ni waombe wana Yanga kesho kuanzia saa 2 asubuhi twende airport tukanunue jezi za ubingwa, tujiandae kupokea timu. Kwa huku Zanzibar kuna ratiba tutasubiri confirm hapa asubuhi, lakini pia kombe latembea Zanzibar asubuhi. Kabla tujaenda airport, lazima makombe yote 5 yako katika ardhi yanatembea sana Zanzibar hapa. Tukiwa tunaelekea wapi? Airport. Tukifika airport pale tunakwenda Dar es Salaam kufanya shughuli yetu. Kama kwa hiyo. Bakiza maswali tulizane kesho. Hapa nimetoa ratiba tu Atakuwepo. Nimetoa ratiba, bakisha maswali kesho tukutana inshallah. Kombe Zanzibar kama walivyosema kuna watu kwamba wakichukua kombe Zanzibar watalizungusha na helikopta.